Shalom, shalom kijana. Hii ni podcast ya Kijana na Kristo ambayo tena Mungu ametupa nafasi leo kwa ajili ya kukutana na kujifunza mambo mengi ambayo yanatusaidia kama vijana kuishi ndani ya Kristo, lakini kuwa na maana kwenye maeneo mengi ya maisha yetu. Na leo nina furaha sana kwa sababu tumepata neema ya kuwa na mtu ambaye mimi binafsi ninampenda na ninajifunza kwake. Anakwenda kuongea na sisi vitu vizuri vya kujifunza kuhusu mabinti na vijana kwa ujumla. Kwa hiyo kuachana nasi katika kujifunza namna ya kuwa kijana wa Kristo mwenye matokeo kwenye maisha. Mtu wa Mungu, karibu sana. Thank you so much. Kikweli nafurahi sana kufanya hichi kipindi pamoja na wewe, na najua kwamba kunakuwa na vitu vingi ambavyo tutajifunza katika mahojiano yetu. Na mimi nakufahamu. Na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi ambayo nimepata kujua. Lakini kuna kijana ambaye leo ndo anakuona kwa mara ya kwanza na anatamani kujua huyu dada ambaye ametambulishwa kwa bashasha huyu ni nani? Kwa hiyo karibu sana mtu wa Mungu Tina Marco kwenye podcast yetu ya leo ya Kijana na Kristo. Karibu. Asante sana. Mimi naitwa Tina Marco. Nimeokoka na mpenda Yesu. Ni binti tu kama wewe binti ulieko hapo, na ni kijana ambaye nimepita kwenye safari mbalimbali za kimaisha mpaka kufika hapa. Na leo tutaongea mambo mengi sana ambayo yanaweza kukusaidia, kukufundisha kujua wewe ni nani, na kukufanya umjue huyu Yesu ambaye mimi kwa neema yake nimempata. Yeah. Na ninafahamu jamani, najua umejielezea kwa unyenyekevu sana, ila ninafahamu kwamba wewe ni mwanzilishi wa huduma inayoitwa Rooted and Rising with Christ. Yeah. Kila huduma wewe inakuwa na hadithi nyuma. Natamani kujua nini kilikusukuma uanzie huduma inayoitwa Rooted and Rising with Christ, na ni huduma inayohusiana na nini? Okay, hii huduma ni huduma ya mabinti, na ni huduma ambayo ni kwa ajili ya kumkumbusha tu kila binti aliyepandwa ndani ya Kristo kwamba yeye ni nani. It's all about identity. Kwamba identity yako wewe ndani ya Kristo ni ipi? Hicho ndio kitu cha msingi kuhusiana na Rooted and Rising in Christ. Kwa hiyo haya maono nilipata 5 years back. Okay. Na kama tu kawaida unapewa, you doubt yourself here and there. Lakini end of the day Mungu anakutia nguvu and you start. Na kikiwa ni kitu cha Mungu, it's just flow. Yani kinaenda tu na nini. Kwa hiyo story ya nyuma ya Rooted and Rising in Christ ni kwamba tu Mungu alinisemesha kuhusu mabinti. Kwamba niwakumbushe kwamba wao ni wakina nani ndani ya Kristo. Basi yani sina kitu sana cha kuelezea, lakini huwa nasimama kwenye andiko la kama mti naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, kwenye Zaburi pale 1:3. Ndio hapo ninasimama kwenye huo mstari. Wow. Yeah. Pandwa unastawi hasa kama ni kwenye vijito vya maji. Na umeongelea hapo kwamba kuna issue ya ku doubt yourself na nini. Kwenye maisha bana, woga tunapitia kwenye vipindi mbalimbali kiukweli. Na mabinti wanapitia kwenye vipindi ambavyo vina maumivu, vikawapa tafsiri, kuna maneno wakaongelewa katikati hapo, kuna mahali unakosea. Unaiongeleaje neema ya Mungu kwa binti ambaye amepitia kwenye makosa na kujidharau na kusemewa maneno kulingana na aliyoyafanya, alafu neema ije hapo imtoe imfanye kwa kitu kingine kabisa? How does the grace of God play the role? Actually, neema ya Mungu ni nguvu ya kustahilishwa. Yani ni wewe huwezi kufanya vitu mwenyewe, unastahilishwa. Hiyo ndo neema ya Mungu. So neema ya Mungu haiponyi tu mioyo, ila inamsaidia mtu kukua day by day, step by step. Hiyo ndo neema ya Mungu inavyofanya. So neema ya Mungu covers you, inakufunika ili wewe kupiga hatua, ili wewe kukua. Napendaga kutoa mfano kwamba
Kama tu vile mtoto ambaye anajaribu kutembea, anatembea anaanguka. Unamwambia njoo mtoto, anatembea anaanguka, anatembea anaanguka. Vile unavyomshikilia, unavyotembea naye, ile ni neema. You cover him ili asiumie. Umeelewa? So neema inamcover mtu, inakava majeraha, inakava kwa sababu ya Yesu. Yesu ndo alituletea hii neema ambayo tunaiona hapa. Okay. Kwa hiyo inamkava mtu na inamfanya mtu akue kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa mtu anapokuwa na hofu, anapokuwa na majeraha, hofu sio kitu kinachotokana na Mungu. Ni infliction ya maneno. Okay, hapo kwenye maneno. Unadautiwa tu, unajazwa maneno, unaambiwa vitu, unatamkiwa vitu ambavyo kama hakutakuwa kumetangulia ukweli kwa ajili ya kupinga yale maneno mabaya, maana yake yale maneno yanaingia na sink, na kama you accept them, kisha yakubali yale maneno yanafanyika kuwa part of your identity. Inakuwa ni utambulisho wako. Sasa ikishafanyika kuwa utambulisho wako, maana yake ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo maana yake uko unajiona kama wewe ni yale maneno uliyotamkwa ndivyo utakavyoishi. Lakini kuna namna ya kuyatoa na kuyafuta hayo maneno. Ni kusema ukweli wa Mungu juu ya maisha yako. Okay. Ni kuchukua ile identity yako ambayo Mungu kasema kuhusu wewe, kuhusu maisha yako. Umeona? Yeah. Kuondoa ile elimu inayopingana na elimu ya Mungu juu ya maisha yako. Mungu amesema nini kuhusu wewe? Okay. Ndio hapo tunazungumzia kuhusu identity. Mungu amezungumza nini kuhusu wewe? Wewe ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu anateswaje na maneno ya watu? Hapo sasa. Mtu anakujaje kusema kwamba wewe sivyo, hivi sivyo ulivyo? Unajua ni kama shetani tu alivyofanya pale bustani ya Eden. No, that was identity. Alikuwa na test pia identity pale. Kwamba Eva angekuwa amejua kwamba hivi Mungu alikuwa anakuja hapa. Hivi Mungu ndo alitupa hivi vyote. Hivi mimi nina thamani gani kwa Mungu kwa kiasi cha Mungu kufanya haya? Okay. Umeona? Ukishajua who you are in Christ, maneno hayatakiwi ya kufanyaje? Ya kuyumbishe. Kwa nini? Kwa sababu unajua wewe ni nani. Hakuna mtu anayekuja kuondoa. Eti mtu sasa hivi akaja akakwambia wewe sio raia wa Tanzania, wewe sio Mtanzania. Huwezi kumuelewa. Lakini kwa nini? Kwa sababu unajua mimi ni Mtanzania, either by birth au kwa maandishi au kwa nini au kwa chochote kile ambacho kinakupa wewe uhalali wa kuwa Mtanzania. Kwa hiyo ndio hivyo kwa Yesu, kwamba wewe ni nani kwa Kristo. Identity yako unaizungumza kuipinga ile elimu ya uongo ambayo umejazwa nayo. Kwa mfano naambiwa yani wewe hauna kitu. Chukua mfano, inawezekana mtu ameenda kwenye mahusiano ya kwanza amefeli. Labda hapo katikati akaenda akapata changamoto, akafanya yani mambo yakatokea ambayo jamii haikutegemea. Kwa hiyo kuna namna amepigwa na yale maneno. Lakini anaenda kanisani ila bado hajachomoka hapo. Ni nini shida? Shida ni kuamini. Okay. Na mara nyingi kwenye kuamini hapo ndo watu wanakuwa wanapishana na maneno ambayo Mungu kasema. Unaamini alichokisema Yesu kwamba wewe ndio hicho? Wewe ni mwana wa Mungu. Nani anakuja kusema wewe sio kitu? Yaani Yesu, okay. Mungu aliamua kumleta mwana wake duniani ili afe kwa ajili yetu. Wewe ni wa thamani kwa kiasi gani mpaka Mungu akamwacha mwanae wa pekee aje huku duniani for you. Yeah. Alafu anatokea mtu mwingine anasema hapana, wewe sio kitu, wewe sio lolote, wewe sio chochote. Anapata wapi hiyo nguvu? Na wewe unapata wapi nguvu ya kukubali mtu anakuambia hicho wakati wewe sicho? Kwa wewe unatakiwa usimame na neno la Mungu linasemaje. So we'll go back to the word of God. Neno la Mungu linasemaje kuhusu wewe? Na ndio maana utaijua kweli na kweli itaweka huru. Neno la Mungu linasema neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Mungu likikaa kwa wingi ndani yenu, kile utakachokuwa unakitoa kitakuwa ni neno la Mungu. Maana yake ikiwa inakuja vita, sawa. Ikiwa inakuja mambo ya kusemwa vibaya kwamba wewe sio kitu sio nini, kile ambacho unakisema kinyume na elimu ya kidunia kinakuwa ni elimu ya Mungu.
unamtangazia adui yako, unamwambia hapana, mimi ni kichwa si mkia, ninaweza mambo yote katika yeye anayenitia nguvu. Hakuna silaha itakayeinuka kinyume na mimi itakayofanikiwa, kwa sababu aliyeko ndani yangu ni mkuu sana kuliko aliyeko duniani, ambaye ndio wewe unanisema. Kwa sababu neno la Mungu linasema, Yesu alimwambia Petro, rudi nyuma yangu shetani, right? Ukikwazo kwangu, rudi nyuma yangu. Sio Petro, ni ile spirit ambayo ilikuwa inafanya kazi kwa wakati huo. So you are allowed to say that, kwamba aliyeko ndani yangu ni mkuu sana kuliko aliyeko duniani. Wow. Na kwenye historia hapo, kwa tukiendelea kwenye watu ambao wanakuta wameongelewa vitu, watu wengi wanaamini kwamba historia yao ndio inaweza ikawa hatima yao. Yaani ni rahisi kutabiri future kwa ulikotokea. Kwa sasa Mungu anayaonaje makosa yetu ya zamani? Yaani Mungu makosa yetu ya zamani huwa anayachukuliaje? Na ungependa kumwambia nini sisi kama vijana ambao tunahisi tumechelewa? Unajua kuna wakati ukimwangalia mtu unaona ni mwanangu mimi nimechelewa, yani mimi hapa wenzangu wako mbali. Na ukiangalia na historia yako ndo kabisa unakaa chini. Unamwambia nini binti wa hivyo au kijana? Kwanza Mungu anapoangalia historia yako, anaona karatasi nyeupe. Okay. Sasa Mungu adili na mambo ya kale. Neno la Mungu linasema hivi, msiyakumbuke mambo ya kale, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Right? Yeah. Tazama ninafanya jambo jipya. Yes. Nani huyo ambaye anakuja anakuambia umechelewa? Ni nani? Kwa sababu time ya Mungu ni tofauti kabisa na time yetu. Nani huyo anakuja kusema kwamba umechelewa? Umechelewa wapi? Anajua your journey, anajua safari yako. Nani huyo anakuja leo kuweka msimamo wa tofauti na kile Mungu amesema kwenye maisha yako? Wow. So makosa uliowahi kuyafanya hayamsumbui Mungu. Wewe kuna kitu gani utakachokifanya kipi hapo ambacho kitamshangaza Mungu, ambacho kitashake the mind of God? Eti umemkosea Mungu kwa kitu kipi jamani? Kipi? Hakuna kitu kipi ambacho utakifanya kitakachomshangaza Mungu. Dhambi? Hapana. Ila nataka nikuambie kwamba Mungu anapokuangalia haanzi kukuona wewe Tina. Anaanza kumwona Yesu Kristo ambaye ni neema, ni upatanisho, umesimama katikati yangu mimi na Baba. Okay. Kwa anioni mimi na vimeo vyangu. Anamuona Yesu. Kwa kijana ambaye yuko kwa kijana ambaye ameshampokea Yesu. Anamuona Yesu kwanza. Okay. Kwa wewe unapokwenda kwa Baba, Bwana mzee, leo nimekosea hapa. Nimeteleza. Naomba unisaidie, naomba unisamee, naomba unisaidie. Yesu ni upatanisho kati yako na Baba. Ndio maana mimi nawaambia watu wengi kwamba ili wewe uweze kukaa tu salama huku duniani, hakuna namna nyingine zaidi ya kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu there is no way ambayo unaweza ukaishi freely na amani kama hauna Mungu. Kwa sababu Yesu alichokuja kukifanya duniani ni kupatanisha wewe na Baba. Yaani ukishapatana wewe na Baba, basi manake kuna imani hapo katikati ambaye ni Yesu Kristo yuko pale katikati, anawapatanisha wewe na Baba. Kwa makosa yako hayawezi kufuta kile kitu ambacho Mungu alikuwa ameshakiandika concerning your life. Unaamka pale, unajikumuta mavumbi, sawa. Unasonga mbele, there is no hakuna kujihukumu. Thank you. Hakuna hukumu ya adhabu. Leo katika Kristo Yesu. Wewe ni nani unajihukumu? Yesu mwenyewe hakuhukumu. Amka, jikumute. Ukishazingua pale, jikumute, mwambie Baba nimekosea tena hapa. Ile neema yako naomba inikave. Inakukava, you stand up bold. Unaendelea na kazi ya Mungu pale ulipoishia, na I'm telling you, neema ya Mungu inakukava. Unaendelea mbele. Shetani anachotaka ni sisi tuendelee kuona hayo majeraha na makosa ambayo akukalishe chini. Kwamba ulishazingua. Okay. Kwa vijana kuna dhambi moja ambayo ilikuzwa sana, inaitwa dhambi ya uzinzi. Ambayo hiyo dhambi ya uzinzi inawatesa sana watu.
Okay. Yani mtu nimeshapata comments nyingi, watu wanani DM TikTok, Instagram kwamba mimi nimeshindwa, sasa hivi naona siwezi kuendelea mbele. Nilizini. Tayari sina clear conscience, kwa hiyo siwezi kusogea mbele. Huyo ni adui. Wow. Hakuna dhambi zaidi ya kumkufuru Roho Mtakatifu ambayo inaweza ikaukalisha chini. Nyanyuka hapo, muombe Mungu msamaha, endelea mbele. Wow. Kwa sababu unapomwomba Mungu msamaha kwa moyo, kwa kumaanisha anakusamehe. Rehema zake ni mpya kila siku, right? You go on with the journey ambayo Mungu usiruhusu shetani akuweke chini. Unatakiwa usonge mbele, uamke pale ulipoanguka, utembee. Mungu ana expect a lot from you. Ameweka hazina ndani yako. Neno la Mungu linasemaje kuhusu viumbe? Kwamba bado havijafunuliwa bwana. We still need that. Bado tunahitaji kufunuliwa kwako. Bado hatujamuona Tabitha ambaye tunataka kumuona. Bado. Sasa lini tutamuona? Wow. Kama amekalishwa na dhambi chini, hataki kusogea, lini tutamuona? Wow. So makosa hayatakiwi kukalisha chini. You have to get up. Fanya kile Mungu ambacho amekuambia. Nimependa sana hapo, kuna vitu vile nimevinotice hapo kwa unaongea nguvu ya maneno. Unajua tumeona hapo sasa nguvu ya maneno mabaya ambayo yanaweza yakamkalisha mtu chini. Lakini pia kuna sehemu ya nguvu ya maneno mazuri. Sasa hii nguvu ya maneno mazuri, natamani uielezee vizuri nafasi ya kwanza. Haya maneno mazuri binti akitaka awe nayo hata yatoa wapi? Unajua wengi tunajua mpenzi anaweza kaniambia maneno mazuri. How can binti anaweza kujidunguzishaje hiyo nguvu ya maneno? Kwa sababu mimi najua maneno ni energy. Yanaweza kufanya wewe ukajiona ufai au ukajiona mzuri. Huyo binti sasa ameshaamua, nimekubali, nimepona, ninaamua kusonga mbele. Napata wapi hiyo energy ya kunifanya nisonge? Hiyo energy unaipata wewe mwenyewe kwanza. Okay, if you wait for people to come na kuongea maneno ya kutia nguvu, anaweza asiwepo na unaweza ukata tamaa. So you motivate yourself every morning. So mimi nilikuwa naenda kwenye kioo najiambia, Tina, you're beautiful. You're intelligent. Yani wewe, you are extraordinary woman of God. Unayaweza mambo yote katika yanayekutia nguvu. Wewe ni shujaa. Wewe ni mshindi. Una kibali, neema ya Mungu iko juu yako. Tembea kwa ushindi. Kwa sababu unarudi kwenye neno sasa. Kwa sababu if you say that, you say with understanding. Unasema na uelewa wa kile ambacho Mungu amekisema kwenye neno lake. Ndio maana nasema neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Ukiwa unasema with a quotation of the Bible, kuna nguvu ya ziada. Kwa sababu Mungu kuliangalia neno lake afanyeje? Alitimize. Kwa wewe unasema neno lako linasema mimi ni mshindi zaidi ya washindi. Neno lako linasema hakuna silaha itakayoinuka kinyume na mimi itakayofanikiwa. Neno lako linasema hivi, sitakufa, nitaishi. Na ahadi zako ni kweli na ni amina. Umezitukuza kuliko jina lako. Unasema kile kitu ambacho Mungu amekisema concerning your life before anybody else. You have to understand the values, ile thamani ambayo Yesu mwenyewe aliiweka ndani yako. Ile ukishaitambua ile, simama nayo hiyo kwanza, kabla ya kanisani, kabla ya rafiki, kabla ya nani. Tambua thamani yako kwanza kwa Mungu. Nini? Mungu alikupenda kiasi gani bwana? He came himself. Akaamua kuacha mbingu. Hivi unajua, ukisema mbingu, tunaweza tuka hatuna the real picture ya mbinguni. Lakini you can understand from the perspective of hii dunia sasa ilivyo. Kwamba dunia kama watu wanaweza kufanya hivi, how about mbinguni? Yani mbinguni, alafu Mungu akaamua kuacha enzi, akashuka kwa ajili yako. Wewe ni wa thamani kiasi gani? Akaishi kama mtumwa. Kuna neno linasema hivi, nafikiri linasema ni upendo wa namna gani mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki. Oh wow. So God considered
binti kijana as a friend. Unathamani that much, alafu mwishoni akaamua kufanya makao ndani yako. Naomba nikwambie, Mungu akaamua kufanya makao ndani yako. Mungu huyu muumba mbingu na nchi. Sasa ni kitu gani tena kinachokuja kikwambie wewe huna thamani? Ni kosa gani ambalo utalifanya ambalo, kwa sababu he's here. Yuko hapa ndani. Nimeipenda hiyo ulosema kuhusu Mungu. Do you think what is the image? Yani ni sura gani ya Mungu ambayo wengi tumeambiwa yanayofanya vijana wakizingua wakimbie? Yani asiende kanisani. Yani kuna namna Mungu ni jitu likubwa kutisha. Kwanza yuko mbali. Yani kufikika ni ili upitie kwa but let's go back. Mungu anafanya hivi all the time. Karibu mtoto wangu wa kike na wa kiume, I'm still here. Anabisha mlangoni, kila anayesikia afungue. Yani he's that polite. There's this sweet voice and small voice ya upole ndio naongea. Lakini kuna namna, kuna picha ambayo tulipewa kwamba Mungu ni wa ajabu, yani Mungu ni jitu fulani hivi. Wakati hiyo narrative ni sio sawa. Na kwamba yani ukizingua tu unayo. He's there. Unayo. Lakini sio kweli. Sio kweli. Na ndio maana alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, alikuja kwa ajili ya watakatifu. Kwa hiyo maana yake he's there. Pendo lake ni kubwa mno kwa kiasi gani cha kuweza kufunika wewe pamoja na madhaifu yako na kukusaidia kupiga hatua day by day, kukulia katika neema ya Mungu. Na actually hizo dhambi, nimependa unavyosema Mungu amekuja kwa ajili ya wenye dhambi. Kwa hiyo hizo dhambi ambazo unadhani Mungu unaweza kumshtua, yeye ndo kaja kwa ajili hiyo sasa. Yes. Kwa hamna kitu kinachomtisha. Kwa hiyo nimependa na natamani sana kijana kwa sababu wewe ni mfano wa mtu ambaye alipita in the darkest side of your life, lakini neema ya Mungu imekubeba leo. Uko hapa unatutia moyo sisi vijana wenzako na kuwa mfano kwamba hakuna kitu ambacho kinashindikana. Sasa natamani kujua, ukiacha hiyo picha ambayo vijana wame ya Mungu, kuna mfumo wote wa kikanisa ambao unawafanya vijana wakimbie kanisani, waone kwamba bora nikaponee? Yani nikizingua tu ishu ya kwanza, sio kwamba I run to God, nimtafutie shosti au plana hivi ni event. Ongeleaje hilo? Ujue kuna taratibu ambazo kama madhehebu yameziweka, na sio utaratibu mbaya. Ni utaratibu wa kushape tu maisha ya vijana. Lakini nafikiri kuna kitu kilisahaulika wakati wa vijana wakiwa wanafanya vitu fulani ambavyo viko nje ya utaratibu, kuwakusanya tena. Nafikiri hiyo pati ya kuwakusanya hiyo sidhani kama ipo. Na mara nyingi mtu anapoona tu amekosea anakimbia. Lakini kama nilivyosema kwamba Mungu wakati wote amekuwa amenyooshea watu mikono wanaokosea na nini. Bado kijana hatakiwi anapokosea akimbie. Natakiwa ukimbilie msaada, usiukimbie msaada, kwa sababu unapokimbia unakimbia msaada. Mungu alikuwa akupe msaada wa urejesho na kukutengeneza, kuponya vidonda, majeraha na nini. Lakini ukikimbia sasa, unakimbia na vidonda vyako, na end of the day ni unakimbilia upotevuni. Kwa sababu kule unakoenda unaweza ukakutana na simba na dubu ambao wao hawana huruma na wewe. Wanaweza wakatumia ile opportunity kukuharibu kabisa. So kuna pati ambayo nafikiri imesahaulika, sijui au ni nini, ya kumkusanya na kumfuatilia huyu mtu, especially into the modern church. Sasa hivi makanisa yamekuwa hayana ile community.
church is a community, ni sehemu ambayo mtu ana feel at home, anatakuwa feel at home. Awe ana uwezo wa kuvent out kwamba pastor, bila kuogopa hukumu, bila kuogopa kufukuzwa, bila kuogopa kutengwa, pastor nimekosea hapa. Nafikiri upendo ungekuwa ndo tiba nzuri zaidi kuliko kitu kingine. Upendo. Yeah. So nafikiri hiyo party kwa kanisani kidogo imesahaulika. Na hivyo tunapoteza watu wengi sana. Yes. Yeah. Wow. Kwa nimependa kwamba tuwe na program ya kuwakusanya. Yaani sijamuona. How are you doing? Uko sawa na nini? Yaani kusiwe na pendo la unafiki. Kuwepo na upendo kweli. Kusiwe na pendo la unafiki. Kwa hiyo mtu anaulizwa, sijakuona siku nyingi, sijakuona kanisani, are you okay? Aweze kupata sehemu ya kusema okay, I'm not okay. Akumbatiwe, atiwe moyo, afarijiwe. Ambiwe mbona hapa unavuka tu ichi. Kwa sababu I know kanisani kuna watu wamepita different phases ambazo sio kwamba unapita ya kwako ni unique. Hakuna jipya. Hakuna jipya. Kwa hiyo maana yake kuna mtu ambaye ana the same experience na alifanyaje. Hivyo vitu vipo. Kwamba huyu tumkutanishe na dada Agnes. Dada Agnes hapa anaweza kumtia moyo huyu kwa sababu alipitia the same situation. Inakuwa covered, hakuna mtu atakayejua nini. Watu wanaenda, unaingia kanisani with boldness ukiwa unajua kabisa kwamba mimi nobody knows about this except hasa na limeisha. Sio tena kule kwenye madhabahu utasikia kuna mtu unatolewa na nilio. Kwa hivyo. Wow. Na kuna ile point ya ulikuwa unaenda kwenye kioo alafu unajiambia Tina wewe ni mzuri, wewe ni nini. Wakati unafanya hivyo, kuna mtumishi mmoja alisema wanawake hawajui matumizi ya kioo. Wanatumia kioo kujikosoa. Yaani baada ya kuangalia kutumia kioo kuji appreciate. I don't know alitengeneza kioo alikuwa anamaanisha nini, lakini neno la Mungu limefananishwa na kioo. Kwa mwanamke anatumia kioo kusema mimi shape yangu hapa bado hapa siko vizuri. Kidole hakina pete nini. Kwa hiyo baada ya kutumia kioo kujiambia kama wako anasema mimi ni mtu wa thamani, mimi ni mzuri, anatumia kioo kujikosoa. Na tukienda hapo kwenye kujikosea, naamini waga inajengwa na maneno ambayo either aliyasikia au ameambiwa amejiambia. Sasa mimi nataka kuelewa kwa experience yako, hivi kwa nini maneno ya kuambiwa na maneno mabaya huwa yanakaa sana kwenye moyo kuliko neno la Mungu? Na nini kifanyike ile neno la Mungu ambalo umekuwa kutuambia likae? Ni kwa sababu tu umeruhusu kwamba yakae. Hakuna mtu mwingine anatakiwa kuja kutafsiri. Yaani hakuna mtu ambaye anaweza kuja kutafsiri tabia zaidi ya Mungu aliyekuumba. Yeye ndo anakujua na nini. Hakuna mtu mwingine anatakiwa kutafsiri. So wewe ukikubaliana na yale maneno manake umejitafsiri hivyo kama watu walivyokuambia. Na nani ni nani leo anakuja anasema kwamba this is the shape ambao wadada wote wanatakiwa na hii shape. Huyu mdada ili uwe mzuri unatakiwa uwe hivi. Nani huyo? Mungu anasema ametuumba kwa sura na mfano wake. Nani alikuja na hizo definition? Huyu alikuja na hizo definition, huyu ni nani huyu? Ambazo zinasababisha mabinti wanaanza kufanya comparison. Mbona mimi I'm not like that? Wanaanza kufanya plastic surgery nini. Why? Mimi nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Na ya kutisha. Ya kutisha. You can imagine that. Sio maneno. Ni maneno ya Mungu. Wow. Kwa jinsi ya ajabu. You have to accept that. Yaani ukishakubaliana na hilo, basi nani anakuja kukutafsiri? Wewe sio Mungu. Wewe sio Mungu. Eti mkila matunda kama yale, mkila haya matunda mtakuwa kama Mungu. Yes, hakusema uongo. Hakusema uongo. Lakini wewe huyu ni nani anayekuja kukupa? Huyu ni nani anayekuja kuleta information nyingine tofauti na ile Mungu aliyokupa? Manake umuamini Mungu. Uamini Mungu alichokisema,
kuhusu wewe. Na tunachukulia ili neno kuamini, unajua tunalichukuliaga sana kwenye mambo mengine, lakini hata ulivyoumbwa ni swala la kuamini kwamba uliumbwa vizuri kwa jinsi ya ajabu. Yeah. So unapoenda kwenye kioo, unaposimama pale kwenye kile kioo, sema nitatumia neno gani? Nimependa sana hiyo jamani. Kwamba I'm this beautiful ni wewe. Yeah. Yani kuna podcast nimeiona juzi, I was so happy. Yule mama alikuwa anasema yani ni wewe pekee. Hakuna mtu ulimwengu mzima ambaye yuko kama wewe. Wow. Sasa kwa nini wewe hicho kitu embrace? Yani kwa nini ukichukulia kama ni kitu cha tofauti sana? Yani Mungu alikuumba wewe tofauti kwa namna ya ajabu na ya kutia. Hakuna anayefanana kama wewe. So why don't you accept that? Kwa nini ukubaliani na hilo? Ni swala la kuamini. Nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. So ukiwa in front of your mirror, you tell yourself the truth about the word of God concerning your life. Bas. Wow. Hakuna anayetakiwa kutafsiri zaidi ya neno la Mungu. Neno la Mungu limesema kila kitu. Ni swala la wewe kufanyaje? Na kuanza kuyaishi yale maneno ambayo Yesu amesema. Aisee, nimependa ya kubwa, kuna imani mpaka kwenye mwili. Na kukataa, alafu kuna vitu vingine ni vya kukataa. Yani maneno kwa nini yakae moyoni mwako? Unakataa. Yeah. And sometimes you have to say no kwa yule mtu. Yani hapo like I'm beautiful. Yes. Yeah. Wow. Yani unakataa hayo maneno. Acha waone unafanyaje, si unaringa unafanyaje. Ndio unaringa kwa sababu yani hakuna mfano wako zaidi ya Mungu. Kwa unakataa hayo maneno. Maneno unayakataa kwa kutamka kile ambacho Mungu amesema kuhusu maisha yako. Ukikubali, then there you are, unakuwa hivyo ulivyo. Na kweli tunaanza kukuona. Unajua unajua tunaanza kukuona hivyo. Tunaanza kuona kile ambacho umekubaliana nacho. Tunaanza kukuona kweli, unajua pua yako ni mbaya. Kuna namna. Hivyo pua uwage. Tunaanza kusema hivi pua. Mimi nafikiri yani kwa kweli kwenye cosmetic surgery, nafikiri ungeanzaga na pua tu kwa sababu hiyo pua yako kuna namna. Ni kwa nini? You've accepted that. Na ndivyo neno la Mungu linasema ndio ulivyo, unavyoamini ndivyo unavyokuwa. Kwa tunaanza kuona hata namna utembeaji wako, unaanza kutokujiamini, unavaa nini. Hivyo ulivyo bwana wewe. Mungu yani hivyo. Yes. Wow. Nimependa sana kwa sababu wengi wanafanya hata kama ni mazoezi au ni diet nini, katika msingi wa kujiona hawafai. Kwa hiyo ninafanya mazoezi ili nijione ninafaa. Sio kwamba I am so beautiful, mimi ni mzuri, dunia inanihitaji, nitafanya mazoezi tayari nikiwa nishajiona mimi ninafaa. Kama ulivyosema, mimi ni unique. Kwa hiyo ninafanya mazoezi kufanya niweze kuwa na afya ya kudhihirisha upekee wangu. Niweze kuwa na afya ya kudhihirisha uzuri ambao Mungu amenipa hapa duniani. Kwa hiyo I think ni kitu ambacho hasa sisi mabinti, of course wanaume pia wana mambo ambayo wanaongelewa, lakini hasa sisi mabinti nimeona nafasi kubwa sana ya maneno ambayo imekuwa ikitufanya tukae chini. Yeah, mtu utakiwa kukaa chini kwa mtu mwingine kuleta tafsiri ya maneno yake. Kwanza anatoa wapi hiyo hayo maneno? Anatoa kwa msingi ipi? No research, no right to speak. Huyo research umefanyia wapi? Kwa sababu mimi Mungu wangu alichokisema ni hiki na ndio nachoamini. Wewe unakuja na hayo maneno kuu unayatoa wapi? Lazima kuwe kuna quotation. Sisi kwa sisi wana sheria. Lazima ni lazima uquote kama ni constitution, kama ni sheria gani nyingine, uje na article, uje na section ambayo inazungumzia hilo unalolisa umelitolea wapi. Kwa sababu mimi Mungu wangu ananiambia hivi kwamba mimi ameniumba kwenye Zaburi. Wewe umetolea wapi? So you don't need to, kila unacholetewa unakijaza, unakivaa, unaona kama hiki ndio nilivyo bila kuangalia the source. Sisi tunarudi kwenye mizizi. Ndio maana kaanzisha Rooted and Rising in Christ. You go back to the roots. Neno la Mungu linasemaje kuhusu mimi? Hilo ndio nalotembea nalo. Basi kuliamini. Yes. Wow. That is so good jamani. Na kuna
sisi kama mabinti bwana tunapitia mengi kama tulivyosema. Kuna watu wamepitia makosa na nimeshukuru tumeona kujitamkia mema, kujiamini neno la Mungu, lakini kuna mtu ambaye katika hali yake ya makosa aliwahi kupata mtoto akiwa ana umri mdogo na yeye ameshakaa hapo, yani anaona mimi maisha kiasi kwamba sasa hata yule mtoto na yeye anamuona kama wewe ndio chanzo cha kuniletea maswaibu kwenye maisha yangu. Naomba uongee na binti wa hivyo, alafu umpe namna ya kutoka hapo mpaka kuja kwenye mwanga ambao unaonekana. Unajua kubeba mimba kabla ya wakati ni makosa tu ya kimaamuzi. Yani ni makosa tu ya kimaamuzi, ulikosea kwenye kuwaza, na saa nyingine ni changamoto tu ambazo zinaweza zilitokea. Mwingine alibakwa, umeona, na mwingine alichezewa tu michezo fulani hivi kwenye maisha ambayo tukianza kuiongelea itakuwa mirefu sana, lakini iko hivyo, umeona. Lakini hiyo haikuondoi wewe kwenye kusudi ambalo Mungu anakupa. Tulikuwa tunaongelea kusudi, right? Yes. Mtoto sio makosa. Kosa ni kosa lako la kiufundi, la kimaamuzi, kwamba ulichukua maamuzi wakati ambao sio sahihi. Basi. Lakini mtoto anakuja na sahani yake, Waswahili wanasema. Okay. You never know. Huyu mtoto atakuwa nani? Huwezi kujua kwamba atakuja kuwa mtu gani. And hata asipokuja kuwa mtu fulani, lakini Mungu amekusudia apite kwenye tumbo lako. Okay, one thing ambacho watu wengi hawakifahamu concerning ili jambo la kuzaa mapema au hata kuzaa tu kawaida ile hata ndani ya ndoa, ni kwamba wewe Mungu amekuamini kupitisha uhai wake kwa kupitia wewe. Okay. Huyu anayetoka hapo is a child of God. Anakuja akiwa amebeba purpose. Okay. Kuna siku moja tulienda na mtumishi wa Mungu Joluaga mahali, akaulizwa kwa nini mtoto anakuja akiwa yani akizaliwa anakuwa amekunja ngome. Ile swali kwa kweli nilikuwa niko pale najiuliza Joel atajibu, lakini alijibu. Akasema mtoto anakuwa amebeba purpose of his life. Okay. Anakuja akiwa amebeba purpose of his life. Kwa wewe kama mzazi, kama mwanamke, hilo tumbo umepewa kwa ajili ya kubeba hatima ya mtu mwingine. Yani ni Mungu amekuamini kupitishia mtoto yule anapita. Makosa yako ni makosa yako tu. Yule mtoto anatoka anaenda kufanya kazi aliyoitiwa duniani kuifanya. Tunabaki na wewe. Haya, tukibaki na wewe unayashikilia yale. Mimi nini? Sijui nimefanyaje? Ulikosea. You have to accept kwamba nilikosea, nimemuomba Mungu msamaha, na inuka naendelea na safari. Ukiruhusu hilo jambo likukalishe chini, my dear friend, utamove. Alafu utaanza kumuona yule mtoto kama ni mkosi na balaa kwa wakati. No, yule anapita, anaendelea na mambo yake. Yeah. Na unaweza ukashangaa anaendelea akafanya vitu ambavyo vilimsababisha aje duniani, wewe ukiwa umekaa hapo umeshikilia majeraha ambayo hayana msingi. Wow. So mtoto akishazaliwa mtreat vizuri. Umekosea, muombe Mungu msamaha, jisamee kwa maamuzi mabaya, amka na wewe endelea na maisha yako. Mtoto yule Mungu anakutegemea, umkuze katika njia impasayo, ili atakapokuwa mzee asifanyeje? Siache. So uwezi ukasema Mungu, mimi kwa sababu nimepata mtoto, mimi nimejizira, nimefanyaje? Wow. Then yule mtoto inakuwaje? Alafu mtoto hana makosa, ulifanya ujinga wewe mwenyewe. Ulikosea wewe mwenyewe. Hatu-include kwenye hayo makosa yako. Wow. Ila hutakiwi kukaa. So nyanyuka, songa mbele, jipende, kuwa msafi, kula vizuri, jitreat, go out. You don't have money, siku hiyo tafuta kamchicha kako na mboga za dagaa pale na ugali, kula vizuri, mshukuru Mungu.
Kuna watu wanatafuta mtoto hawajawahi kumpata. Wewe Mungu kakuamini kakupa mtoto, uko hapa unang'ang'ania majeraha. Eti usogei uende mbele. Kwa sababu gani? Kuna vitu pia tunapenda kuvidekeza. Okay, jana nilikuwa namuuliza Roho Mtakatifu. Hivi kwa nini watu wanapenda kuembrace maumivu? Yaani mtu mimi nina uchungu wangu. Wa dada zangu wa TikTok huko. Mimi Datina, yani nina uchungu, siwezi kumsamehe huyu kijana kijana yuko huko, yani anaendelea na maisha yake, hana tatizo. Wewe umebaki umemshikilia yeye, hanihudumii, hafanyeje, anaendelea na maisha yake, he's perfect well, na yuko na girlfriend mwingine, na yani amemove zamani sana. Umeshikilia ile maumivu, amenipa mimba, hataki kuhudumia mtu wake, ameswe nini. Nani anayeumia? Ndio maana niliwaambia kwamba jamani, sameheni. Sio kwa ajili yao. Mama ongelea zaidi hapo. Sameheni kwa ajili yenu wenyewe. Umemshikilia mtu, unashangaa umebeba mauchungu, mahasira, manini. End of the day, Mungu anapotaka kukuletea mtu sahihi, akitazama moyo wako, anagundua mtoto wangu ataumia akienda pale huyu, jamani. Ndio huruma kijana wake. Sasa mwanangu, ni kweli huyu ni mume wako. Ndio maana unakuta saa nyingine vitu vinacheleweshwa. Kwa nini? Mungu unakuta anaangalia moyo wa huyu binti, anasema sasa binti yangu, kwa nini ile unaliendelea kuling'ang'ania, si uliachie? Huyu mtu sahihi yupo, anatakiwa kuja kwako at this time, but no, ninatakiwa nivute muda kidogo ili upone huo moyo, maana umeng'ang'ania maumivu ambayo kwa kifupi hayana faida yote na wewe zaidi ya kudestroy your heart. Ndio maana Mungu anasema mlinde sana moyo wako kuliko vyote, maana huko ndo zinakotoka chemchemi za uzima. Sasa chemchemi za uzima ni nini? Furaha, amani, uzima. Vyote hivyo vimekompailiwa kwenye uzima. Sasa vimekompailiwa kwenye uzima, lakini mtoto wangu huyu anakuja na moyo wake mzuri, ila akitizama moyo wako sasa mtoto wangu akienda pale atakuwa destroyed. Na huyu ananiomba genuine heart kwamba Mungu, naomba unipatie mwanamke ambaye lakini akikuangalia wewe hujaachilia, hujasamehe, umebeba mauchungu, mapepo yamejaa kibao kwa sababu umeshikilia vitu, umefungua milango ya vitu ambavyo hata havikuwa vinastahili kuingia ndani ya moyo wako. Umepata magonjwa ya pressure, kisukari, kwa sababu wewe ni daktari unajua. Ukiwa umebeba mauchungu yanaweza kuturn into something physical. Kabisa. Kabisa. Sasa umeshikilia hivyo vitu, alafu end of the day unaanza kuumwa. Sasa mtoto wangu jamani pale nitampelekaje pale jamani? Mungu ana upendeleo, achilia. Samehe. Mtu amebeba vitu. Mbona vitu vyote hivyo unapeleka wapi jamani? Alafu havina faida kwako, vina kudestroy tu, havina faida yoyote kwako. They destroy you, lakini umeving'ang'ania. Why? Why wakati Mungu alishakusamehe? Why? Why unashindwa ku move on? Una move on bwana wewe. Move on, mpe Mungu nafasi ya kukuletea mtu sasa. Aje. Lakini pia unatakiwa ukishaachilia na kusamehe, joy, happiness vinaanza na wewe. Don't expect it to get it from mtu tena ambaye anakuja. Una furaha yako binafsi, mtu akukute na furaha yako. In the end of the day, unanilio isikusumbue kwamba sasa amekuja mimi mbona nini? Anipi ile furaha ndio kwa naitaka. Hamna hiyo kitu. Jipende, jikubali, jithamini, kuwa na furaha. Yani just go out, eat, go. Yani nenda kale, piga story, fanya hivi, zunguka huko na huko. Kuna ile wanasema we attract who we are. Yani unaweza kuwa unataka mtu fulani lakini anakuja kulingana na level ya maumivu yako. Au kulingana na level ya kupona kwako. Ndio ile ambayo umesema I think it's very important kwa kweli mabinti na vijana kujiruhusu kupona. Na nimesema kujiruhusu kwa sababu watu wengi tunasubiri hapo mtu aje atuonee huruma. Mtu mbona mimi
hawanifanyii. Tunasahau sisi wajibu wetu. Nilikuwa nasema Roho Mtakatifu limuuliza jana, I don't think that nilimalizia. Roho Mtakatifu aliniambia hivi, there is comfort in pain. Okay. Yani mtu anajionea huruma kwa anang'ang'ania yale maumivu na ule uchungu wake. Unajua mimi anapata comfort pale. Okay. Hataki kuiachilia. Na anavyoendelea kung'ang'ania vile, anaendelea kufungua milango mingine. Wow. Baada ya kuruhusu Roho Mtakatifu aje aponye vile vidonda, yale majeraha. Basi. Ambapo hapo ni swala tu linabaki swala la kuamini. Yaani ni swala la kuamini tu kwamba haya majeraha Mungu anaweza kuyaponya. Na anaweza kuendelea mbele na safari yangu. Akanipa mfano wa Tomaso alivyomuonyesha, Yesu alivyomuonyesha, angalia hata mikono yangu. Ilikuwa ni swala la imani tu pale, kuamini kwamba Yesu alikufa kweli, huyu ni Yesu jamani. Majeraha amefanyaje? Yamepona, yameondoka. Ni swala la kuamini kwamba okay, nimesamehe, nimeachilia, basi na move on na maisha yangu. Kuna binti hapa anakuangalia anasema yani huyu ajui tu, yani anasema tu hapo msamaha, yani huyu ajui tu. Unaweza ukaelezea zaidi kuhusu huo msamaha, na wewe katika maisha yako ya hapa uliopitia, practical forgiveness. How is a practical forgiveness kwako wewe? I say kusamehe is one of the hardest thing ambazo vinakuwa vinatokea, lakini hivi nilivyosema hapo vitu vichache tu kwamba unamuomba Mungu, hata kama huwezi kumtamkia mtu nimekusamehe, you pray about him. Unamwombea Mungu, nimemsamehe, naomba unisaidie, naomba unisaidie hapa nivuke hapa. Yeah. Na nikikuona I'll try so hard kuambia it is okay. Yeah. Kushinda ile hali ya ndani. Yani kushinda. Yani kule ndani kuna koga na kavita fulani kwamba unasikia kingine kinakwambia wewe bwana wewe huyu alikufanyia hivi, ingekuwa mimi. Hamna. Mimi sasa Yesu anataka kuniponya moyo, na mimi I have to move on from this. Na ninamsamehe kwa ajili yangu, kwa sababu nikikaa na hivi vitu vinanikosesha mambo mengine ya msingi kwenye maisha, vinanikosesha mambo mengine ya msingi kutoka kwa Mungu. Sasa kwa nini nifanye hivyo? Kuona nasamehe. Na wakati mwingine tukiangalia ni namna gani tumesamehewa. Yeah. Kiukweli kwamba na huyu naye ni mwanadamu. Unaelewa? Unajua kitu kingine ambacho tunasahau ni kwamba we term huyu mtu aliyetukosea kama ni kiumbe fulani hivi kilichoshushwa. No. He's a human being. Wewe umekosea mara ngapi na ukasamehewa? Wewe kwa nini you don't give grace? Wape watu nafasi ya kukosea na kukuumiza. Mara nyingine mara nyingine mtu anakukosea kwa ajili ya kutengeneza, kuna nati zililegea kwenye moyo, kwa hiyo anatakiwa kwamba umegundua kwamba umekosewa. Kuna vitu vingine vina erupt ambavyo ulikuwa hujui kama vipo. Unashangaa kumbe una hasira. Kumbe uoga unatukana. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinatokea una real okay, kuna hiki ninatakiwa nidili nacho, na hiki ninatakiwa nidili nacho. Kwa hiyo unajikuta kwamba okay, I have to deal with a lot of things. Sasa siwezi kuvibeba hivi vyote. So I have to forgive. Nidili na swala la hasira. Hili swala la hasira lilitoka wapi? Unaanza kudili na hasira sasa kwamba wewe na hasira inastende sana. Sasa nilishatukana hapa, tunafanyaje tena? Yesu naomba unisaidie kwenye hasira nivuke hapa tena ili nije hapo nyingine. So wakati mwingine wanatokea maadui wa kukutengeneza karakta yako. Credibility wewe unasema wewe umesema umeokoka. Na ni wa muhimu, ni wa msingi, kwa sababu wanapokuepo ndio wakisheki hiyo credibility una realize kwamba kumbe sikuwa nimekaa sawa kwenye hili eneo. Kumbe nilikuwa nazungumzia msamaha lakini sijawahi ku practice vizuri. Unagundua. Kwa hiyo inakupa nafasi pia ya kukua. Inakupa nafasi ya kukua na kujua wewe ni nani, kwamba hapa ulitakiwa ufanyeje mambo yaende. Wow, nimependa sana hiyo. Lakini pia kuna kitu ambacho umekiongelea hapo kuhusu sio tu unamsamehe yale kukosea, ila unamuombea.
kuna mtumishi aliwahi kusema there is nothing that can make you love a person more than praying for them. Yani ukitaka ule uchungu wako uondoke, anza kumwombea. Alafu kumbuka kwamba jinsi Mungu anapokupenda, ndio unapoona Mungu ananipenda hapa, ananionea huruma, yani Mungu hapa macho yake hapo kwangu. The same way Mungu anampenda yule aliyekufungua kama anavyokupenda wewe. Anamwazia mema, yani ametoka kukuzingua, lakini Mungu anamwazia mema kama anapokuwazia wewe.